Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine nzuri ambao umetukirimia tupate kuwa na nafasi ya kushiriki neno la Mungu pamoja. Ninajua kusudi na mawazo ya Mungu kwetu ni mazuri, na kwa nafasi na kipindi hiki Mungu atatuhudumia, atashughulikia mioyo yetu, atatunenea, maana yeye ni mwema. Nataka tualike uwepo wake ili kwamba atushughulikie, tunenee kwa nafasi hii tunapoomba pamoja, na tutabarikiwa. Bwana, tukushukuru kwa sababu ya nafasi hii na kipindi hiki ambacho umetupa ili kwamba tukashiriki neno lako pamoja. Ewe Mungu, nataka kuomba neema ya kipekee na baraka za ajabu Bwana, ili kwamba uhudumie mioyo yetu, tunenee. Roho Mtakatifu akatuhudumie kwa nafasi hii, mioyo yetu kaburudike ndani yako, maana wewe ni Bwana. Twakupa sifa, utukufu na heshima na upochukua ushukani, katika jina la Yesu tuomba tukishukuru na kuamini. Amen, amen. Asante kwa sababu ya kuwa hapo ili kwamba tushiriki neno la Mungu pamoja. Leo hii nataka kuzungumza ujumbe kichwa cha ujumbe nilichonacho leo hii, nataka tunene pamoja habari ya ujumbe ambao na kichwa hiki ya kwamba God has not changed, ya kwamba Mungu hajabadilika. Na ni vizuri kutambua ya kwamba Mungu ni Mungu wa wakati wote, na Mungu ni Mungu anayetenda mambo bila kutazama hali na mambo jinsi ilivyo, na kwa hivyo God is the God of all times, na kwa hivyo Mungu hajabadilika. Unajua, naweza sema hivi, wakati kama huu ambapo shida na matatizo mengia, hali zimebadilika, mambo yamebadilika, unaweza pata ya kwamba kuna wakati unaweza angalia mambo na ushindwe kana kwamba Mungu bado yuko. Je, Mungu bado anatawala ama Mungu amebadilika? Nataka kusema hivi ya kwamba Mungu bado hajabadilika, na mawazo yake kwetu hayajabadilika, na mpango wake juu yetu haujabadilika. God is still the same God that was there yesterday, he is there today, and even tomorrow will be there. Nataka nitangulize kwa neno ambalo liko katika kitabu cha Kutoka ama Exodus chapter 3 verse 14, twende mpaka mstari wake niseme 15. Inasema hivi: God said to Moses, I am whom I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Amen. Mahala ambapo tumesoma ni Mungu anazungumza na Musa, na kabla ya Mungu kumweleza maneno haya Musa, Mungu alimtokea Musa kwenye kichaka ambacho kilikuwa kinawaka moto lakini hakiungui. Na kwa hivyo Musa akashangaa, kunawezekanaje kukawe kuna kichaka kinacho moto lakini hakiungui? Na Musa alipotaka kukaribia mahali pale, na alipokaribia mahali pale, sauti ikamnenea ikamwambia kwamba vua viatu vyako, maana mahali ulipo ni patakatifu. Na Musa alipokuwa viatu na kukaribia, akawa anazungumza pamoja na Mungu. Na sasa Mungu akawa akimwambia kwamba nimeona mateso ya watu wangu Israeli, kilio chao kimenifikia mimi, na sasa mimi Mungu nimeshuka, nataka kuwasaidia. Na akamwambia Musa, nataka sasa nikutumie wewe ili ya kwamba uende uokoe Israeli, uwatoe katika mikono ya utumwa wa Wamisri. Na hivyo Musa akasikia sauti ya Mungu, na jinsi Mungu alivyokuwa akinena naye, akauliza Mungu, sasa umenituma wewe Mungu, na unanituma niende kwa Israeli, nitamwambia ni nani aliyenituma? Na mahali ambapo tumesoma Mungu akamwambia Musa, mwambie mimi niliye nimekutuma, I am whom I am have sent you, ya kwamba mimi Mungu niliye ndiye nimekutuma. Na kwa njia nyingine ni kana kwamba Mungu alisema ya kwamba the way I am unchangeable, mimi ni Mungu asiyebadilika, mimi ni mimi aliye, na ni mimi nimekutuma. Na kwa njia hii akamwambia nenda ukaambia Israeli hivi. Pamoja na hayo akaongezea akamwambia hivi ya kwamba waambie Israeli ya kwamba mimi ni Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, na hili ndilo jina langu milele,
na katika vizazi na vizazi litajulikana kuwa Mungu kama wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa maneno mengine, Mungu alikuwa anamwambia hivi ya kwamba mimi ni Mungu asiyebadilika. Mimi nilivyokuwa na Abrahamu, nikawa wakati wa Isaka, nikawa wakati wa Yakobo, I'll be the same God forever and ever. Ndiposa alimwambia na jina langu litakuwa hili milele na milele, na ya kwamba vizazi na vizazi vitanijua ama zitanijua nikiwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hivyo sibadiliki, nguvu zangu hazibadiliki, uwezo wangu haubadiliki, matendo ninayotenda hayabadiliki, katika jina la Yesu. Ni vizuri kuelewa Mungu yule aliyekuweko wakati wa Ibrahimu, wakati wa Isaka na Yakobo, ni Mungu aliyekuweko mpaka wakati huu. Nguvu alizokuwa nazo siku zile ni zile same power ambazo zinafanya kazi mpaka wakati huu. Uweza aliyokuwa nao wakati ule ndio ako nao mpaka wakati huu. Mamlaka aliyokuwa nayo wakati ule ndio ako nayo mpaka wakati huu. Hakuna chochote kimebadilika. Kama aliokoa wakati ule, hata sasa anaokoa. Kama aliponya wakati ule, hata sasa anaokoa na kuponya, kwa jina la Yesu. Wale waliokuwa na shida walipolia, maana alijitokeza kwa Musa, anamwambia nimesikia kilio cha watu wangu. Hata wakati huu tumelia sana kwa Mungu. Nataka kusema tunalia kwa Mungu anayesikia our voices, our prayers, na kile kilio ambacho tumekuwa nacho kinafika kwa Mungu. Na kwa hivyo hatuhitaji kwa Mungu asiyesikia. Kama alisikia habari ya Israeli, aliona mateso ya Israeli, hata wakati kama huu Mungu bado anasikia na kuona vilio vyetu na anasuluhisha na maisha yetu. Nguvu zake hazijabadilika. He is the same God yesterday, today and forever. His power never change. Habadilishi nguvu zake, habadilishi uwezo wake, habadilishi mambo aliyofanya tangu kitambo, ya kwamba wakati huo amebadilika, hawezi fanya, anafanya mpaka wakati huu. He is the same God aliyekuweko wakati wa Ibrahimu, na akasema nitajulikana kwa vizazi vyote nikiwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hivyo Mungu huyu bado tunaye, kwa jina la Yesu. Wakati mmoja baada ya Israeli kukombolewa na wakatolewa katika nchi hii ya utumwa, na Mungu akawaelekeza kuelekea katika nchi ya Kanaani. Sasa wakati Musa alipofika mahali katika Kumbukumbu la Torati, alitaka kukumbusha Israeli habari ya Mungu waliyekuwa naye na Mungu alivyokuwa. Katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 8 na 9. Aya yake ya 7, Deuteronomy chapter 7 verse 8 and 9, maandiko inasema hivi, na ni vizuri shike. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to you, your ancestors, that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandment. Shika haya maneno. Anamwambia Musa, anakumbusha Israeli, anamwambia jueni ya kwamba kwa sababu ya upendo ambao Mungu ako naye, na kwa sababu ya maagano aliyoweka na baba zenu, kumaanisha wakati wa Ibrahimu, wakati wa Isaka na Yakobo, maagano aliyoweka. Maandiko yanasema hapo, unaposoma mstari wa 8, maandiko yanasema kwa sababu ya yale maagano aliyoagana na mababa zenu, aliwatoa kwa mkono uliohodari katika nchi ya utumwa, maana katika mkono uliokuwa wa uweza katika mkono wenye nguvu wa Farao. Nielewe tu hivyo, kwa maana Mungu habadiliki. God never changes. Na akiahidi anatenda. Kwa uaminifu wake kila wakati anatenda. Na sasa Musa anakumbusha Israeli, anawaambia ya kwamba huyu Mungu, jueni, ni Mungu mwaminifu, na yeye ni Mungu habadiliki. He is God, ambaye anaweka agano lake kwa vizazi na vizazi, vizazi elfu, na upendo wake unadumu milele kwa wote
wanaotii amri yake. Every time we surrender ourselves to God, He has a place in our life. Anapata nafasi ya kudhihirisha nguvu zake, maana hazijabadilika. Ukifungua mlango wa Mungu kufanya kazi ndani yako, anadhihirisha kwako ya kwamba yeye bado ni Mungu anayeweza. God is almighty, na ni mkuu sana, lakini hajisukumii kwa mtu kuingia ndani ya mtu ndio afanye kazi kwa mtu, but he always waits for us, kwa mtu atakayefungua milango ya Mungu kufanya kazi na kudhihirisha ya kwamba yeye ndiye yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Na times wakati mwingine Mungu anakosa kufanya kazi ndani yetu kwa sababu sisi tumejidunisha, tumejidharau na kuona kana kwamba Mungu amebadilika. Na leo hii nataka kukuambia Mungu hajabadilika. Hata matatizo ya COVID ilipoingia, si kwamba Mungu hakujua, na hata si kwamba Mungu ana nguvu hata sasa za kumaliza. Akiachilia neno lake moja, leo hii mambo yanabadilika, wimbo unabadilika. Watu wameimba COVID muda mrefu, but when God releases his word to us, mambo yatabadilika, hali zitabadilika. Tutajipata tuko katika hali zingine ambazo hatukudhania. May God help us in Jesus name, kutambua kwamba bado nguvu za Mungu hazijabadilika. Nikuletea neno la Mungu, habari ya watu kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Alikuwa mfalme wa Shamu aliyeitwa Ben-Hadad, na kuna mambo yananishangaza hapa. Nikuletea mambo machache katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mstari wake ama aya yake 20, mstari wa 23 mpaka 28. Kuna mambo yako hapa. Wakati mmoja ni kueleza tu kidogo. Wakati mmoja maandiko yanazungumza habari ya huyu mfalme anaitwa Ben-Hadad, ambaye alikuwa mfalme wa Shamu, na alipanga kuvamia Israeli. Na alipopanga kuvamia Israeli, maandiko inasema akaungana na wafalme 32. Kwa hivyo ilikuwa jeshi kubwa sana aliyoungana nao, na alikuja kuinukia Israeli. Na sasa Israeli walipoona vile Ben-Hadad amefanya na jinsi amepanga kuinukia Israeli, wakakimbia kwa Mungu. Na walipokimbia kwa Mungu, Mungu akashusha msaada wake. Na aliposhusha msaada wake, Israeli wakawa na ushindi mkubwa, maana walifanya vita zao kwenye mlima. Na sasa hapa Ben-Hadad mfalme aliporudi na aliporejelea baada ya kutazama, walikuwa wafalme 32 waliokuwa wameshikana pamoja wakiinukia Israeli na wameshindwa. Waliporejelea na kurudi kwao kujiuliza ni nini kilichoendelea, katika mstari wa 23 inanipendeza haya. Katika Wafalme wa Kwanza 20 mstari wa 23 nasema, basi watuma wake mfalme wa Shamu akamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima, ndiyo sababu ya kushinda sisi, lakini na tupigane nao katika nchi tambarare, na hakika tutawashinda wao. Ufanye neno hili, uwaondoe hao wafalme, kila mtu atoke mahali pake, ukaweke majemadari mahali pao, kisha ujihesabie jeshi kama jeshi lililokupotea, farasi kwa farasi na gari kwa gari, nasi tutapigana nao katika nchi tambarare, bila shaka tutawashinda. Akaisikiliza sauti yao, akafanya kama hivyo. Basi ikawa mwakani, Ben-Hadad akawahesabu Washami, akakwea mpaka Afeki ili apigane na Israeli. Wana wa Israeli nao wakahesabiwa, wakapewa vyakula, wakaenda kupigana nao. Wakatua wana wa Israeli mbele yao kama vikundi viwili vya wana mbuzi. Nataka ushike hiyo. Bali Washami wakaijaza nchi. Akaja yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme wa Israeli, akasema, Bwana asema hivi, kwa sababu Washami wamesema Bwana ni Mungu wa milima wala si Mungu wa nchi tambarare, basi nitawatia makutano hao yote walio wengi mkononi mwako, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana, ya kwamba mimi ndimi Bwana. Amen. Wapendwa, nataka ushika haya maneno vizuri, ya kwamba huyu Ben-Hadad ameleta jeshi la wafalme 32. Wameenda wamekuta Israeli kule milimani, na Israeli wamewapiga, wamewamaliza. Na sasa waliporejea wakasema, walituweza kwa sababu Mungu wao ni Mungu wa milima.
na kwa sababu hivyo walituweza wakatupiga. Lakini sasa wacha tufanye hivi, twende katika nchi tambarare, twende tukapigane nao, maana Mungu wao si Mungu wa tambarare. Na nataka ushika haya maneno, to know that God is God. Haijalishi hali, haijalishi ni mambo gani yanatokea, haijalishi ni hali gani ziko, haijalishi kama kuna tabu ama hakuna tabu, hakujalishi kama mambo yamekaa vizuri ama hayajakaa vizuri, but God remains to be God. Na habadiliki, habadilishi na mambo, habadilishi na hali. Si mambo, si mvua itakuja imbadilishe, si jua litakuja limbadilishe, si uzito wa mambo utakuja umbadilishe, si mambo tunayopitia utakaobadilisha Mungu, but God remains to be God in all times and all seasons. Habadiliki. His power is there. His mighty ako nayo. He's able to do everything. Hata wakati kama watu wamelia, zile nchi zinasema ni superpower zimeshindwa, our God hajashindwa, Mungu wetu hajashindwa. He has a solution. And today I want to tell you today ya kwamba mimi ninaamini Mungu for great things that going to happen, ya kwamba Bwana atatufanyia mambo yasiyo ya kawaida, atatubadilishia hali kwa njia isiyo ya kawaida, atatengeneza mambo wakati watu wanadhania ndio kuangamia. Mungu anabadilisha hali kwa sababu yeye ni Mungu na hafanyi kazi kama wanadamu. He's not like a man. He works in a way that no man can be able to work in his way. Man is a faithful God. He's a faithful master. He's the King of the kings. He's the God who is able to do all things, able to do marvelous and wonderful things, able to do great things, able to lift and able to empower, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Katika jina la Yesu nataka ushike haya maneno na uelewe ya kwamba Mungu hajabadilika, na kwamba Mungu bado yuko, na yeye anatawala. Nguvu zake zinatawala, uweza wake unatawala, mamlaka yake yanatawala, kibali chake bado kiko, nguvu zake bado ziko, anabadilisha hali, anabadilisha mambo, hajashindwa. He's there to do us great in Jesus name. Na watu hawa wakaungana, jeshi la Ben-Hadadi wakaungana, wakajipanga, wakaenda kule tambarare, na Mungu akatumana neno lake kupitia mtu wa Mungu, akatumana kwa Ahabu na Waisraeli, akawaambia, maana mtu huyu anadhania na watu hawa wanadhania ya kwamba mimi ni Mungu wa milima tu. Hata sasa nitawapa ushindi, ili ya kwamba wajue kwamba mimi si Mungu wa milima, lakini mimi ni Mungu wa wakati wote. Mimi ni wa Mungu wa kila mahali. Mimi ni Mungu wa milima na mimi ni Mungu wa tambarare. Mimi ni Mungu wa mabonde. I'm able to do it in Jesus name. Na walipopangana wakadhania watashinda. Walipopanga, Mungu akasababisha ushindi mkubwa katika wana wa Israeli, kwa sababu Mungu alidhihirisha ya kwamba he's able, he's the God of everywhere, ya kwamba yeye ni Mungu wa kila mahali. Ni Mungu wa milima, ni Mungu wa mabonde, ni Mungu wa tambarare, ni Mungu wa mahali popote. Hakuna mahali Mungu asipoweza, hakuna mahali Mungu asipofanya mambo, hakuna mahali Mungu asipoweza kutenda makuu yake, maana ni mwaminifu. May God help us to understand ya kwamba Mungu tuliye naye habadiliki, habadilishwi na hali, habadilishwi na mambo yale tunapitia, habadilishwi na mambo yale tunakutana nayo. He's a God who is unchangeable. Hajabadilika hata sasa. Mawazo yake hajabadilika, mipango yake haijabadilika, nia yake juu yetu haijabadilika. He's there with us in Jesus name. Nimalizie kwa neno lililoko katika kitabu cha Malaki 3:6. Alafu pia nimalize na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Malaki 3:6 nasema hivi maneno mazuri na yananipendeza. Katika kitabu cha Malaki 3:6 nasema hivi, ni vizuri: kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, I never change. Ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Mungu anazungumza na Israeli kuwakumbusha, anamwambia, maana mimi Mungu si kigeugeu, mimi Mungu sibadiliki, na mimi Mungu si hali zinanibadilisha na si mambo yananibadilisha. Ndiposa nyinyi wana wa Yakobo haumaliziki, kwa sababu sibadiliki. Nguvu zangu bado zinafanya kazi, uweza wangu bado unafanya kazi. Hata hivyo, hata leo hii ukweli ni kwamba sisi tu hai kwa sababu tuna Mungu asiyebadilika. Mambo yamekuwa mazito, but we are standing kwa sababu tuna Mungu asiyebadilika, kwa jina la Yesu. Yule Mungu aliyekuweko
ndiye yule tuliye naye leo na ndiye tutakayekuwa naye kesho. Jipe moyo ndani yake, usiwe na hofu. Mungu hajabadilika, hajabadilisha mpango wake juu yako, hajabadilisha mawazo yake juu yako, hajabadilisha mambo yale alikupangia. Ahadi zake hazijabadilika. By the way, God is a covenant keeper. Na hakuna kitu kinachozuia Mungu kuja kubadilisha hali. Mwimbaji mmoja alimba wimbo akasema ya kwamba Mungu haoni giza anapokuja kutimiza ahadi yake. Na kwa hivyo hata wakati kama huu, kile ambacho Mungu anataka upokee wakati kama huu, mipango ambayo amekupangia katika mwezi huu, katika mwaka huu, yote utapokea, kwa sababu yeye habadilishwi na hali. Na si kwamba anabadilisha mambo yake maana hali ni mbaya, ama kwa sababu mambo hayajakaa vizuri abadilisha ahadi, hajabadilisha. Ama kwa sababu uzito huko, asema nilitaka kukuinua mahali, aseme sasa sitakuinua. Hapana. In a time like this, his power is working. Na kama haya itakapofika atakufikisha, maana nguvu zake hazijabadilisha na hazijabadilika, na hali haijabadilisha, maana yeye ni mwaminifu na habadiliki milele, kwa jina la Yesu. May God give us strength and give us this understanding ya kwamba our God has not changed, ya kwamba Mungu wetu hajabadilika, bado yuko enzini, anatawala. Matendo yake bado ni makuu, anatenda. Baraka bado anaachilia, kibali bado anaachilia, uponyaji na afya bado anaachilia, msaada bado anaachilia. Hatuwezi angamia kwa sababu tuna yeye. Akaambia Israeli, you are never consumed because I never change. Hata leo hii we shall never be consumed because our God does not change. Our God is unchanging God. We shall never be consumed in Jesus' name. Jua kwamba tuna Mungu na Mungu asiyebadilika, kwa jina la Yesu. May God bless you kwa jina la Yesu na kutende mema. Amen. Na tuombe na wewe na ubarikiwe. Bwana, tukushukuru kwa nafasi na kipindi hiki. Asante kwa sababu umetujulisha ya kwamba wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu wa wakati wote. Wewe ni Mungu wa nyakati zote. Wewe ndiyo yule jana, leo na hata milele. Tuomba Bwana neema na kibali kujua hivi, ya kwamba hata wakati huu Mungu mtujua bado nguvu zako zinafanya kazi, na ya kwamba Bwana unatenda mema. Kwa hivyo aliyekuwa dhaifu akaishi Bwana hawezi, mtie nguvu, muinue. Julisha kwamba kuna Mungu asiyebadilika, katika jina la Yesu, kwa njia ya kushughulikia mambo yake, kwa njia ya kuwaponya, kwa njia ya kuwainua, kwa njia ya kuwabariki, kwa njia ya kuwategemeza, katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu unapotenda hivyo Bwana. Tukupa sifa na tukuheshimu kwa jina la Yesu. Tuomba tukishukuru na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, kutende mema na kufadhili, maana ni mwema na mwaminifu. Amen. 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 God bless you in Jesus' name.